Haleluya, mpendwa katika Bwana. Jina la Bwana Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, akaamuru ikawa, akasema ikapata kusimama. Bwana wetu Yesu Kristo na Baba yake akatiisha vitu vyote chini ya mwanaye Yesu Kristo. Jina lake lihimidiwe, jina lako litukuzwe milele yote. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani, tukiendelea kutengeneza nyikani, tukinyoosha mapito na kila bonde likijazwa na kilima kikishushwa, na pale ambapo umepindishwa usipate kujua kweli. Basi siku ya leo nimeweza kupata tena neema machoni pa Mungu ili niweze kukuletea jumbe za ufalme wa Mungu. Basi moja kwa moja, kabla sijaweza kufikisha ujumbe huu, basi na tuombe. Baba, ninakushukuru Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo, uliyenipa neema na kibali kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, msaidizi anayejua kutuongoza na kutushauri na kutuelekeza, na jicho lake likitupata kututazama, na mualika kwa upya aje katika nguvu na uweza wake Mungu, akionyesha ukuu wake na uweza wake, na akipata kumshuhudia huyu mpendwa katika Bwana juu ya swala zima la mafunzo ambayo yanapatikana ndani ya chaneli hii ya Yerusalemu TV ndani ya YouTube. Ninaomba Roho Mtakatifu kanitumie kinywa hichi, ninaomba katumie ufahamu na akili hii ili nikaweze kufikisha ujumbe huu sawa sawa na maagizo ya Mungu anavyotaka yawafikie watu wake popote walipo duniani. Amen. Basi moja kwa moja, mpendwa katika Bwana, popote pale ambapo unanifuatilia nikiwa katika Tanzania hii, basi na wengine walio nje ya taifa hili la Tanzania, ni ujumbe wa Mungu juu ya wajengao mnara wa Babeli. Ni ujumbe wa Mungu juu ya wale wajengao mnara wa Babeli. Kwa moja kwa moja, mambo ambayo yanatendeka au yanafanyika tutaweza kuyaona kwenye uthibitisho wa kibibilia, jinsi ambavyo watu wanavyojenga mnara wa Babeli. Lakini tukijua hiyo Babeli ni mambo ya machukizo ambayo yanafanyika katika mataifa ama katika nchi mbalimbali, kwa kupitia wananchi au kwa kupitia watu ambao wanaongoza pia wananchi ama kanisa ama mataifa yoyote yale, popote yanapo elekezwa. Wanamaanisha pia wale ambao wanawajenga watu kwa dini ama dhehebu fulani kwa fulani. Inategemea wajenzi hao wanawajenga kwa namna gani. Basi baada ya hayo machache ambayo nimeweza kutanguliza kwako, tupate kuona kwanza Biblia inapozungumzia kujenga ina maana gani. Biblia inapozungumzia kujenga, ama tunapoona waliojenga mnara wa Babeli, waliojenga mji ambao Bwana alipouona aliushukia, akaweza kuwachafulia lugha, akawachafulia usemi. Lakini kabla tujaangalia upande wa pili wa hao waliojenga mnara wa Babeli, tuangalie pia kwenye mafundisho ya Biblia takatifu, yanaonyesha namna ambavyo mji ama nchi inavyoweza kujengwa ama kanisa kwa njia ya maneno. Kwa hiyo maneno ndiyo yanajenga na maneno pia huwa yanabomoa. Kwa hiyo kuwa na maongezi ama kuwa na lugha moja ama msemo mmoja, ninategemea katika hayo yanaonenwa au hayo yanayozungumzwa ni kwa ajili ya kujenga kanisa, ama ni kwa ajili ya kujenga taifa, ama ni kwa ajili ya kujenga iwe ni ndoa, iwe ni kazi, iwe ni kitu chochote kile. Lakini tunaweza kuona kwa uthibitisho wa vifungu hivi elekezi ambavyo vinatuonyesha namna ambavyo Mungu anataka watu wajengwe, na kinachotumika kwa ajili ya kujenga watu, narudia tena, ni maneno. Watu wanaweza kusema wajenzi wanatumia vifaa gani kujenga nyumba, lakini tunajua kwamba kanisa
limewekwa kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo, ambao ni nyumba, ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu ama hekalu la Mungu. Kuna watu wanaweza kushangaa sana, lakini zipo nyenzo, wapo watu ambao ndio vifaa vyenyewe vya Mungu vinavyojenga, ambao ni wachungaji, wainjilisti, mitume, manabii. Na katika mataifa kuna watu ambao ni washauri au ni wasemaji katika nchi. Kuna wasemaji wa serikali katika nchi mbalimbali. Pia kuna wasemaji kwenye koo, familia. Pia inategemea pia ni kitu gani ambacho wanakinena, kitu gani ambacho wanakifundisha, au kitu gani wanachozungumza ili kujenga jamii, kujenga familia, kujenga koo, kujenga nchi, kujenga kanisa. Kwa hiyo nadhani kabisa umeanza kunielewa wapi naelekea, na nimeanza mfano kwanza wa ujenzi kwa kupitia maneno ya Mungu yanajenga, na mengine ambayo wachungaji wanayatumia kwa kupotosha, kujikuta hawajengi vyema bali wanabomoa. Sasa moja kwa moja tuende kwenye uthibitisho wa vifungu vitakatifu vya Biblia katika kile kitabu cha Yeremia. Tuone Yeremia 3 mstari wa 10, Yeremia 31 kwa maradhi, Yeremia 31 mstari wa 4 inasema, mara ya pili nitakujenga, nawe utajengwa, e Bikira wa Israeli. Mara ya pili utapambwa kwa mandhari yako, nawe utatokea katika michezo yao wanaofurahi. Haleluya. Kwa hiyo moja kwa moja hapa anasema mara ya pili nitakujenga, nawe utajengwa. Kama ni msomaji wa Biblia utaona namna ambavyo Yeremia alipotumwa aende mpaka kwa yule mfinyanzi aliyekuwa akifinyanga gudulia, na alipofika kule Mungu akamwambia, akamsikizisha maneno yake, akamwambia, ndivyo na ninyi mlivyo katika mikono yangu, kwamba naweza kujenga au naweza kuwafinyanga upya, lakini kwa kupitia nini? Maneno ya Mungu. Tunajengwa hata kwenye mambo ya Mungu. Kuna kujenga watu kibiashara, kuna namna watu wanaweza wakajengwa kimaisha. Kuna watu wanaweza kujengwa namna ambavyo Mungu anataka wanadamu wamfate. Hayo yote ni maneno, lakini yanatumiwa kama kujenga kanisa na jamii fulani. Sasa moja kwa moja tumeweza kuona Biblia ikisema mara ya pili nitakujenga na utajengwa. Akiwa tu anatupa kuona kwamba ni kwa jinsi gani wakati huo Bwana. Ule mstari wa 31 ile aya ya kwanza anasema, wakati huo asema Bwana, nitakuwa Mungu wa jamaa zote za Israeli, nao watakuwa watu wangu. Bwana asema hivyo, watu wale walioachwa kwa upanga walipata neema jangwani, yaani Israeli. Hapo nilipokwenda kustarehesha, hapo nilipoweza kumstarehesha. Bwana alinitokea zamani akisema, naam, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Mara ya pili nitakujenga. Kwa Mungu anaweza kumvuta mtu. Ndio ile tunasema kama nafasi ya pili. Unapewa nafasi ya pili, lakini hiyo nafasi ya pili ni kuendelea kujengwa. Watu wameharibiwa, watu wamebomolewa, iwe kwa maarifa ambayo wakati mwingine hayaongozwi kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana Mungu asema nitaijenga Yerusalemu, hatajenga watu wake upya. Ndio maana asema mara ya pili nitakujenga na utajengwa, e Bikira wa Israeli. Hapa akiwa anazungumzia Bikira wa Israeli, watu wanaweza kujiuliza sana, kulikoni? Tunajua pia mwanamke aliyemzaa Yesu alikuwa ni mwanamke bikira. Na leo
kuongelea kwamba utajengwa, bikira wa Israeli, tena mara ya pili utapambwa kwa mandhari yako, kwamba vipo vitu Mungu anakuwa ameviweka ndani ya watu wake, iwe ni vinanda, iwe ni zeze, iwe ni mandhari, iwe ni vinubi, ili kumtukuza na kumwimbia Mungu. Lakini hapa sasa anasema nitakujenga upya ewe bikira. Manake akiwa anazungumzia ni mtoto ambaye ameamua kutumika na Mungu peke yake. Hatumiki upande mwingine. Hatumiwi na miungu. Hatumiwi na mizimu. Hatumiwi na mashetani. Hatumiwi. Manake pale mtu unapotumikia miungu, manake tayari unakuwa na miungu miwili. Mungu Jehova na miungu ya ukoo, familia. Kwa pale mtu anapoachana na miungu ya baba zake, matambiko na mazindiko, na kuamua kumtumikia Mungu Jehova, huwa anaitwa bikira wa Israeli. Japo leo sio somo langu. Tuweze kuona Warumi 14-19. Tuzidi kuona Warumi, kitabu kitakatifu cha sheria ya ufalme wa Mungu. Katika Warumi rabasina na mashina na masala yebena na mashina mtaya. Tunaweza tukaona Warumi 14 mstari wa 19 unasema, 14-19 anasema basi kama ni hivyo. Warumi 14:19 anasema basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo yafaayo kwa kujengana. Mambo yafaayo, kwamba ni kuna maneno ya Mungu yenye kufaa kujenga, na kuna maneno ambayo hayafai kulijenga kanisa, hayafai kutamkika, hayafai kupewa kama kanisa ama kama taifa, na kufikia kiwango cha kusema labda taifa linajengwa au kanisa linajengwa au watu wanajengwa. Kwa hiyo moja kwa moja anatueleza basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo yafaayo. Ni mambo yenye amani. Unamjenga mtu, unapata amani, kwamba kile nilichomwambia, kile nilichomshauri, nimempa ushauri wenye kumfaa kutokana na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ina maana yale mambo ya amani, mambo yafaayo, ambayo hata ukiyatoa unakuwa bado una amani, kwa kujengana. Haleluya. Kwa tunapata kuona maneno ya Mungu yenye kufaa huwa yanajenga. Ndio maana tutaona kama ni mwimbaji ama kama ni mwalimu wa dini mbalimbali, ama tunaona madhehebu mbalimbali, moja kwa moja wamewekwa kwa kujenga mwili wa Kristo. Lakini tunapozungumzia mwili wa Kristo, anasema sisi tu viungo vya Kristo. Kama tu viungo vya Kristo, Mungu anategemea viungo, au Mungu anategemea mwili ambao ni mwili huu ambaye ni viungo vyake, au mwili wa unayenisikiliza moja kwa moja, ili upate kujengwa, uyajue mapenzi ya Mungu na ya nia yake, ili aweze kuja kufanya makazi ndani yako. Kwa maana anasema maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, na Mungu atafanya maskani pamoja nao. Mungu atakuwa watu wao, na wao watakuwa wana wa Mungu. Kwa tazama na ufikiri unajengwa kwa jinsi gani, ili Mungu aje afanye makao, ili Mungu ama Roho Mtakatifu aje afanye makao ndani yako. Maana Biblia inatuambia wazi wazi, sisi ni shamba la Mungu, sisi ni jengo la Mungu. Kwa jengo linapojengwa, haimaanishi kwamba mahali unapokutanikia watu waliojengwa ndio wamebeba jina la Mungu. Ndio mahali anapokuambia mtakutana, mtakutanikia, lakini mtu huyo anakuwa
amebeba jina la Mungu. Maanake amebeba nini? Amebeba neno la Mungu, maana neno ni Mungu. Na kama neno ni Mungu, tunajua kabisa watu wanajengwa kwa neno la Mungu mpaka kufikia uthibitisho wa mtu kusema hata kutembea kwake kunafanana naye, hata kuvaa kwake kunafanana naye, hata kusema kwake kunafanana naye. Kwa hiyo inakuwa sio tena ni fulani, bali inakuwa ni Mungu kwa sura ya mwanadamu, Mungu kwa kinywa cha mwanadamu, Mungu kwa mkono wa mwanadamu, Mungu kwa miguu ya mwanadamu, Mungu kwa ufahamu wa mwanadamu, Mungu kwa akili na kwa macho na kwa masikio ya mwanadamu. Pale tu anapojengwa kwa neno la Mungu na kuishi kulingana na neno la Mungu na kufuata kanuni na sheria na amri za Mungu, moja kwa moja hata anapokuwa anatembea ni Mungu anatembea ndani ya mtu. Maana Mungu anakuja kufanya makao, maana amejengwa na torati asili yake ni roho. Torati asili yake ni roho. Tunaposema torati asili yake ni roho, akiwa anamaanisha kwamba watu tuyaishi yale mafundisho ya kiroho, yale mafundisho ya Roho Mtakatifu ambayo tunayaona yako pia kwenye kitabu cha Agano la Kale na Agano Jipya, Torati. Ndio maana Bwana Yesu akasema sikuja kutangua Torati. Hakutangua, hakupinga, hakuyaondoa. Ndio maana sema na kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, ukitafakari usiku na mchana, na ndipo mema yakujiapo. Lakini mema hayo yakujiapo, Mungu ni Mungu mwenye mema. Ni yeye mwenyewe analeta mema ndani ya maisha yako. Ni yeye mwenyewe anafanyika kuwa mwema katika maisha yako. Kwa hiyo tunazidi kuona Biblia ikiwa inatusemesha namna ambavyo watu wanavyojengwa kwa neno la Mungu. Na hapo ndo tutakuja kuona upande wa pili, mnara wa Babeli ulivyojengwa. Tunaweza tukatoa mfano wa kujenga upya. Leo mtaona kuna wahubiri, na mimi nikiwa mmoja wapo, tukiwa tunahubiriana hata kwa namna ya uvaaji kwa Wakristo. Kwa mfano, kwa uthibitisho wa Timotheo wa 2:9 inasema vivyo mwanamke ajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema. Ambayo hayo matendo mema anayapata wapi? Anajengwa kulingana na mafundisho ya Mungu yanavyomtaka atende mema, aishi katika mema, avae kwa vyema, anene yaliyo mema. Hata mtu unapomjenga kwa kumwambia, Bwana akasema usiibe, usizini, usiseme uongo, usitamani mke wa jirani yako, pale unamjenga vyema, pale unamjenga vyema. Lakini leo ikiwa watu wanajengwa katika nyumba za ibada kwa uongo, Mungu atazami mavazi, Mungu anaangalia moyo. Lakini tunarudi kutazama kila mwanadamu anachovaa, huwa anashuhudiwa hata ndani ya moyo wake. Maana Mungu pia uchunguza moyo na kumlipa mtu kadri ya matendo yake yalivyo. Mtu kabla hajatenda au hajavaa au hajavaa, kwa mfano nilivyozungumza kujipamba kwa wanawake kwa mavazi ya kujistiri, lazima wamewaza moyoni, kesho naenda ofisini nivae vazi gani? Mbona kwa waheshimiwa mnatumwa, labda mnaenda Ikulu, unatenga vazi kabisa la suti la heshima. Ofisi nyingine hazihitaji suruali za jeans. Mtu anawaza moyoni, kesho unavaa nini? Kwa hatuwezi kuwa
watumishi wanadanganya au wanajenga watu kwa kuwapotosha. Wanajenga mnara wa Babeli kwa machukizo ya kumchukiza Mungu. Maana kuna watu kabisa wanachukizwa na uvaaji pia wa Kristo. Kabla hata watu hawajachukizwa, Mungu ameshachukizwa kwa namna ambavyo Kristo unavyotukana. Kristo unavyotukana. Wanasema ndio wavaaji wa ovyo. Ndio ambavyo wanatembea uchi. Kwa naomba ukae ujue hivi, unajengwaje? Kwa maana yapo maono niliona mnara wa zamani wa Babeli, na nikaona unajengwa tena mnara mpya. Kwa kumekuwa na spidi duniani za teknolojia ambayo ni ajenda ya siri inayofanya kazi kwa spidi kubwa, lengo kuharibu wateule wa Mungu, lengo kujenga watu kwa upotoshaji wa vifaa vya kiroho, maji ya kiroho. Unaweza ukaniambia maji ya upako au sabuni au chumvi umeelezewa tu, inakuwa imekujenga nini? Lakini ukisubiri neno la Mungu linasema sisi ni chumvi ya ulimwengu, na chumvi ikiharibika utaitia nini ikolee? Kwa namaanisha kwamba mtu akiharibika kwenye pombe, akaharibiwa na sigara, akaharibiwa na mafundisho ya upotovu, utatia nini? Utamfundisha kitu gani ajengwe ili aseme kweli mafundisho yamenikolea? Kweli mafundisho ya nimeyasikia, nimeyaelewa, nimeyashika, nimeyafuata. Kwa chumvi kiharibiwa. Lakini leo utapewa chumvi, inakuwa imekujenga nini? Leo utapewa keki, utarudisha utukufu. Keki ni ile niliyotumia, imeniondolea shida. Imekujenga nini? Na ikiwa maandiko yanasema maneno yangu yakiwa ndani yenu nami nikiwa ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nami nitatendea. Hajasema keki ikiwa ndani yako, mafundisho ya keki yakiwa ndani yako, mafundisho ya chumvi, sabuni. Hivyo watu wamepotoshwa. Leo watu wamejengwa mnara wa Babeli, wamejengwa kwa kuaminishwa sanamu ya kuchonga. Wameaminishwa ndio Yesu. Sanamu ya kuchonga ndio wameaminishwa ni Maria na mitume wanaoandikwa walio kwenye Biblia. Unakuta sanamu zimejengwa, zimetengenezwa, zimetengenezwa kwa mikono ya mwanadamu, na mwanadamu akafundishika, akajazwa mafundisho ya upotofu, akafikia hatua mpaka anaitumikia, anaisujudia, anaibusu sanamu ambayo haina pumzi ndani yake. Ina masikio lakini isikii, ina macho wala ioni, na wala haiwezi kutoka sehemu iliyosimamishwa, lakini wanaitolea mfano ndio Mungu. Na Kutoka 20 mstari anasema msifanye mfano wa kitu chochote cha kuchonga. Hayo mafundisho nadhani watu hawafundishwi. Watu wanapima neno kwa mizani. Kisoma Mithali 11 mstari wa kwanza bila kukosea, anasema mizani ya adani chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawa sawa vya mpendeza. Maana mtu anapima ili nikilipeleka neno hili mtu atafunguka, au tuwapotosheje waendelee kudumisha au kuinua uchumi wa ufalme wa giza, kumuungisha mkono Ibilisi Babeli anayemjenga ili wawe na jina. Kwa tunaona jinsi ambavyo sanamu ambao watu wamejengwa, lakini kwa Mungu ni machukizo.
na hizo dhambi zimefika mbinguni. Nitakusomea kwenye Ufunuo, zimefika mbinguni. Mpaka leo tunaona sanamu zinavunjwa Israeli. Kama unafuatilia taarifa ya vita kati ya Iran Israeli, unasikia sanamu imegeuzwa kichwa chini. Ni machukizo ambao Mungu anavunja ndani ya watu ambao hata kama sio dini yao. Wao utadhani tu kwamba wametukasirisha, wametuvunjia heshima, wamevunja sanamu, wamemvunja sijui Yesu. Anavunjwa. Mungu, ukitafakari, Mungu anaweza kuvunjwa akavunjika kama ni Mungu. Lakini miungu, Dagon alivunjika, ambao tunaona wako manabii waliokuwa wakiabudu. Wapo watu walikuwa wakimwabudu hiyo sanamu ya Dagon. Na sanduku la agano la Mungu lilipokuwa kwenye nyumba hiyo ya Wafilisti, unaona ile sanamu haikuweza kusimama, ilivunjika mbele ya Mungu wa agano ambaye ni Yesu Kristo. Mungu wa neno, agano ambayo ndio neno lake, ndio mapatano aliyosema tusiabudu miungu mingine isipokuwa Mungu aliye hai, ambaye hayuko tena msalabani. Kwa tunaona watu wanavyofundishwa hata kupanda kujenga sanamu, halafu kutoa mfano wa Yesu alivyowekwa msalabani. Sema amelaaniwa mtu angekwae juu ya msalaba. Kuna vitu vingine vinafanyika, mafundisho mengine, lakini hayako katika uhalisia. Mungu ilikuwa katika hali ya uhalisia. Leo watu wanapotoshwa, hata wanafikia hatua aliyeact movie ambao wengi wanaifuatilia, wanasema ndio Yesu, na wanayo mpaka picha malangoni mwao, vyumbani mwao, wanazo picha, wanasema ndio Yesu. Ni kwa jinsi gani kanisa limeharibiwa? Ni kwa jinsi gani wapo wajenzi wa ovyo ambao Mungu anasema hao waliojenga na hao waliojengwa wote watabomoshwa. Ndio Babeli umeanguka, pamoja na sanamu zako, pamoja na hizo sanamu. Tunaendelea kuona kwenye Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 26. Anasema hivi: basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, mambo yote na yatendeka kwa kusudi la kujenga. Mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Hapa nimekuleta hapa kwanza, nimekufundisha hapa kwanza kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, ili nikupeleke jinsi ambavyo watu walipokutanika katika mji ule tambarare ili kujenga mnara, walikuwa na nia moja, kuwajenga watu kwa mafundisho ya upotofu. Ni watu wangapi wanaitana mikutano ya Injili? Wachungaji wanaalikwa kutoka mataifa mbalimbali, iwe Nigeria, iwe Marekani, wanakutanika katika swala la kusema wanajenga, lakini kumbe wanaendelea kuujenga mnara. Wanajenga watu kwa upotoshaji, wanawajenga watu kwa uovu, wakipima yale ambao tunaweza kuwapa watu hawa, wanaweza wakatukimbia, kwa sababu ni watu wanaohitaji mshahara, ni watu ambao wako kwa lengo la maslahi. Kwa kiona neno ambalo linaweza
likamchefua au likamuudhi muumini ama mshirika, basi wanaliweka kando. Wanaleta maneno malaini laini ambao watu wanapendezwa. Lakini soma maandiko. Zaburi 107 mstari wa 18. Nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti. Nafsi inachukia maonyo, nafsi zinachukia makemeo. Na ndio chakula, ndio neno la Mungu linachojenga. Hata mtu anakuambia kula chakula ili mwili wako ujenge. Na neno la Mungu linajenga. Linamjenga mtu, linajenga mwili wa Kristo ambao Mungu ni roho. Hakuna mahali popote Mungu atashuka asipotumia mwili wa mtu aliyejengwa, aliyekuwa safi. Kwa nafikiri unanisikia na unanielewa. Kwa hata pale watu wanapokuwa na zaburi, mafundisho au ufunuo au lugha ama tafsiri za ndoto, tafsiri za lugha ambayo inanenwa kwa namna Roho anavyokuwa akinena kwa lugha ya Roho Mtakatifu, mambo yote yatendeke kwa kusudi tu la kujengana, la kujenga. Kama ni zaburi inatumiwa kuimba, ni kujenga. Hivyo leo tunaona jinsi ambavyo watu wamebomolewa, au watu kama sio kubomolewa, watu kwa hali ya upotoshaji. Kiwango kikubwa sana cha watu wamejengwa, si kwa jengo tena la Mungu, ni jengo la makazi ya ule mnyama ambaye anataka awe na jina, ambaye alama yake ni 66. Kwa nataka nikuulize mpendwa katika Bwana, umejengwa kuwa jengo la Mungu ama jengo la ule mnyama? Umejengwa kwa mafundisho potofu ili uwe sehemu ya maskani ya ngome ya roho mchafu na mwenye kuchukiza? Umejengwa kwa kuambia mwanamke kujipamba, lakini tujipambe kwa makeup kwa nje, tujipambe lipstiki, tujipambe kwa kucha bandia, kwa kope bandia? Ni nani nyuma hiyo kope bandia? Kuna spirit, kuna roho gani inayokuja kuingia ndani yako? Kuna roho gani nyuma ya nywele bandia, kucha bandia? Maana katika nywele za asili ambazo Mungu anasema tutosheke na kucha alizotupa, kope alizotupa, ngozi aliyotupa, bila kujichubua, bila kuongeza makalio bandia wala hipsi bandia. Nyuma ya viungo vya Kristo ni Kristo, lakini nyuma ya viungo vya Mchina ama viungo vilivyotengenezwa na wanadamu kwa mujibu wa Biblia takatifu, tunaona yote ni mataifa hayo ni kujiinua juu ya Mungu na kuona kana kwamba uumbaji wa Mungu ulikuwa ni upuuzi na alikosea, ili hali ndo Mungu ndio design wa madesigner, akakumdesign mweusi, mfupi, mrefu kama apendavyo. Tunaona Wathesalonike wa kwanza ule mstari wa 14. Wathesalonike wa kwanza 5:14 na mpaka 26 bila kukosea. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 10. Wathesalonike wa kwanza 5:11 kumradhi. Ni Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 11 unasema,
Basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Farijianeni kwa maneno. Maneno yanayofariji mtu ni yanamjenga. Maneno yanayoumiza yanambomoa. Na kuna kule kufarijiana kwa uongo. Unamfariji mtu, unamtia moyo mtu kwa matendo ambayo unaona kabisa si ya kumpendeza Mungu. Tunasema wafariji wa kutaabisha. Kwa lazima tujengane kwa kusema. Sio kwa kufarijiana tu kwa mafundisho ya uongo au maneno ya uongo. Kwamba mtu umetenda dhambi, lazima umwambie mtu tubu, hujatubu, yanakuja maangamizo. Unakuja upanga, unakuja ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu. Tunasema basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake. Kujengana kwa neno la Mungu, kila mtu na mwenzake. Kwa ndivyo ambavyo makanisa yalivyoweza kujikuta yamebeba uchafu katika miili ya Kristo, katika viungo vya Kristo, ambao Mungu anaona hayo mapambo ni takataka. Kucha bandia ni takataka tu. Kope bandia ni takataka tu. Tunaelewa kwamba vinapita. Hata mtumishi wa Mungu yupo bila kukosea, either Paulo kasema nahesabu vitu vyote kuwa ni mavi. Na mchanganyo Kristo alikataa. Hapa una kope ya Kristo, hapa una kope ya mchini. Hapa una nywele za Kristo, hapa una weaving ya mchini. Mchanganyo. Lakini ni watu wamejengwa kwa kuambiwa uwe na, yaani ukisuka utakuwa na muonekano. Hata mbele wanaume watavutiwa kuoe. Ukivaa kimini, sketi futi, kujipamba ili uwe na muonekano kwa mume wako, uvutie. Nitaka kuambia hao ni mafundisho potofu. Kama haujavutiwa, kama Mungu hajaweka mvuto wa mume wako kuvutiwa kwa uumbaji wa Mungu, kwa uumbaji wa Mungu, hata uweke kalio bandia, ipsi bandia, makeup, karolite, wanja, lipstick, kwa kutafuta utanashati, muonekano wa tofauti. Kama Mungu hajakupa muonekano ukajulikana, muonekano kwamba wewe ni mwanamke, muonekano huyo akaonekana ni mwanaume, hata ufanye nini mnajisumbua. Kwa nini mnajisumbukia juu ya kope zenu? Mnasumbuka kwa ajili ya vichwa, kuweka kope bandia, kucha bandia, nywele bandia, makalio bandia. Kwa nini wanadamu msisumbukie yale ya roho yanayoweza kukupa kibali na mvuto hata kwa mmeo wewe ambaye unayesema vaeni bikini, mvutishe. Mwanamke vaa sijui kitu gani, uonyeshe. Hao wengine wanatembea barabarani ili kutafuta muonekano, wanaume wawaone, eti waseme ndo tutaolewa. Wanaume hawaoi mguu, wanaoa tabia, paja ambalo unaacha wazi. Mwanaume mwenye akili si utaki kuoa paja, utaki kuoa ngozi, utaki kuoa mtu ana kope ndefu, sio ana lipsi. Watu wanatakiwa angalie tabia. Watu wataki kuoa mwanamke nywele, haolewi nywele, sio nywele inaolewa. Kwa hata ninyi wanaume ambao mmepotoshwa, mnafikiri uzuri wa mwanamke ni makalio,
uzuri wa mwanamke sio ni mguu, sio uzuri wa mwanamke ni kucha. Huo ni upotoshaji. Huko ni kujenga mnara wa machukizo ambao umefika kiasi kikubwa ambacho umefika mbinguni, mpaka Mungu anasema nitaubomosha, nitawachafulia lugha, watachafuliwa semi, watu watatawanyishwa. Kama ilivyo hivi la leo, kanisa limetawanyishwa, halina mwelekeo. Nyumba za ibada, kukawa na matawanyo, watu wakatolewa kwenye nyumba za ibada, wakatawanyishwa, wakarudi Misri kutumikia tena miungu, kutumikia nywele, kutumikia kope bandia. Lakini hawataki kumtumikia Mungu kwa fedha hiyo ambao unatumikia nywele. Lakini Mungu ametumikiwa kwa shingapi? Utasukia 300,000, Mungu atatumikiwa kwa 1,000 ama 2,000. Utagharamika nguo ya 700,000, lakini kwenye nyumba ya Mungu wako unamtumikia Mungu kwa 20,000, kwa 5,000, ambao maiki zinanununika za kutoa sauti ya kujenga watu. Lakini angalia jinsi ambavyo umejenga ufalme wa Mungu kwa udogo. Lakini katika ufalme wa nchi ya Babeli, watu wamejenga kwa ukubwa. Angalia nyumba za kifahari, lakini nyumba za Mungu ni makuti, ni mabati yameezekwa. Hapo najaribu tu kueleza. Tazama ngome za kifahari, mabaa, kuna viti vya kisasa, mapambo ya kisasa kwenye makumbi ya harusi. Lakini rudi kwenye jengo la Mungu. Kwa tunarudi kueleza hayo mapambo yanayotolewa kwa gharama kubwa kwenye maharusi. Lakini kwenye harusi ya mwanakondoo Yesu Kristo anasema mwanamali bikira nitamjenga tena upya. Akasema mtavua mapambo yenu, mtavua mapambo yenu. Maana hata Esther alikuwa na muonekano wa tofauti ambao ni mvuto kwa mfalme. Wengine wote waliojiremba, waliojipaka wanja, lipstick, ya kuwa wapate muonekano mzuri kwa mfalme, hawakupokelewa. Aliyepokelewa alikuwa ni Esther, aliyekubali kujengwa kwa kuambiwa kaa kwenye asili yako, kaa kwenye kope ulizopewa, kaa kwenye kucha ulizopewa, kaa katika nyumba au neno la Mungu ambalo umepewa. Baada ya kusema haya, ninaenda kuangalia upande wa pili, walivyokuwa na lugha moja na mipango mimoja, wakajenga mnara wa Babeli kwa uthibitisho wa kifungu hichi cha sheria ya ufalme, ambapo ndipo nitakapohitimisha somo hili. Kwenye kitabu cha Mwanzo 11 Mwanzo 11 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 9 inasema, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Unaweza kukuta wachungaji fulani wanaitana kwenye mkutano fulani, wanakuwa na lugha moja na usemi mmoja. Mwanamke kujipamba, usikae kishamba shamba, hutakuwa na muonekano na mvuto kwa wanaume. Lakini unaweza karudi pia hao pia wanaofanya mvuto na muonekano wa kupaka wanja, lipstick. Kama mwanaume pia hajatulia, anaweza akasema ngoja nitazame pia
na huyu ambaye hajapaka wanja, hajapaka lipstick. Lakini jambo ni lile lile. Mambo ya kumpendeza Mungu. Anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Hakupenda mwanamke eti kwa sababu eti ana kope ndefu, ana kucha ndefu, ana weaving ndefu. Yesu alipenda kanisa linalotii, linalofuata, linalosikia sheria na amri na maagizo ya Mungu. Hivyo vingine vya kusema ndo utapendwa ukipaka lipstick au ukikaa uchi au ukitembeza mapaja, huo ni mnara wa Babeli ambao umekuwa na usemi wa makutano ya dini. Wanawaambia jipambe, usikae kizeezee, kishamba shamba. Ili hali Mungu anakuambia unapomtumikia, hata kama unaelekea uzee, ataufanya uzee wako, ataufanya uwe kama ni, hata kama tai, hata urejesha. Utakuwa, watu wanajiuliza uzee. Kwa leo kuna makeup zimewazeesha watu. Leo kuna Carolite zimewatengenezea watu kunyanzi za uzee. Lakini ndo wanaambiwa jipambe mwanamke. Wanasema jipambe mwanamke. Yapo makanisa ya Kipentekoste, TAG, TLP, hata na nukuu katika ufuatiliaji wa mtandao unakuta kanisa pia ya Ufufuo na Uzima, mke wa mchungaji Josephat Gwajima anaambia watu jipambe. Lakini unarudi, yeye anajipamba. Mbona yuko kwenye nywele zake? Ni sawa na Mchina anakutengenezea kucha bandia. Ni sawa na Mchina anakutengenezea makalio bandia. Lakini yeye ameridhika na alionayo. Ametosheka. Lakini Waswahili wanasema wajinga ndio wali wao. Unapambana kuhakikisha unaambiwa jipambe, wakati kesho asubuhi huna ugali. Ndio ile wanasema mnajipaka wanja bure, lipstick bure. Lakini nyumba ambazo hata mnazoishi, mvua zikinyesha kuna vuja. Watoto hawana maisha mazuri mnaowaekea. Lakini unasema mwanamke kujipamba, mwanamke makeup sijui. Na ili hali kuna msemo mwanamke kujiamini. Sasa tutakuwa tunawezaje tukasema mwanamke anajiamini? Kuonyesha mapaja ndio kujiamini? Hao ni kujitukanisha? Hao ni kujizalilisha? Kila mtu anayejiamini anaamini hata nikao nimevaa nguo yenye star ya heshima, nitaolewa tu, nitaheshimika tu, nitasalimiwa kwa adabu. Lakini misemo ya salamu za wanawake wanaovaa uchi, utaitwa kwa miruzi ya wauni kwa sababu umevaa kiuni. Watakusalimia kihuni, watakuita kihuni. Tutaona Mwanzo 11 mstari wa 2. Lakini mstari wa kwanza, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Sinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya natufanya matofali. Haya natufanyaje? Tutengeneze matofali, tuyachome kwa moto. Yaani kama ujenzi wa matofali, kuna matofali ya kuchoma moto. Lakini hao wanazungumziwa ni watu. Ni watu wanaojengwa. Kasema nitaujenga ukuta wa Babeli. Nitajenga Yerusalemu. Tajenga Yerusalemu upya. Hata ukisoma Ufunuo utasema na ukuta wake ni dhiraa kadhaa na mapana yake. Watu wanafikiri ni jengo la kazi ya mikono ya mwanadamu. Lakini mapana, maka watu wajengo kwa mapana. Watu wajengo kwa marefu, kwa kanuni, huku kidogo,
huku kidogo. Ndio ujenzi uliokuwa unafanyika. Hilo ni fumbo. Unalipimaje hekalu? Neno la Mungu anasema atakuja kuwapima watu kwa mizani, kuwapepeta kwa neno. Neno ndo kipimo. Umesimamia wapi? Umesimamia nini? Anasema wakaambiana, na haya tufanye matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema haya, na tujijengee mji. Hata Sodoma walitumwa watumishi wawili kumwambia Lutu, toka kwenye mji ambao ulikuwa umejengwa kwa wanaume kufanya ushoga, wanawake kufanya usagaji, ambao hata dini nyingine zinafungisha hizo ndoa. Huo ndio ujenzi. Na wakiwaambia, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na wakiwaambia watu kumradhi, wakiwaambia mtu si vyema mtu huyo awe peke yake, bali nitamfanyia msaidizi wa kufanana. Maana yake ukimaanisha jinsia za mwanaume na mwanaume eti ndo za kufanana. Wakati Mungu anasema mwanaume atatoka nyumbani mwa baba yake, hataambatana na mwanamke. Ni kama Kristo alivyoacha enzi, akaja kutufia kama kanisa, kama mwanamke, ili yawe mume na si tuwe wake kwa mwanakondoo Yesu Kristo. Tena asema, wakasemaje ule Mwanzo 11, wakasema haya, na tujenge mji na mnara, na kilele chake kifike wapi? Mbinguni. Yaani wafikie mbali. Lengo wataka kufananishwa na nani? Wajifananishe na Mungu. Kama shetani aliposema, nitainua kiti changu nikiweke juu ifanane na aliye juu. Kwa unaona kucha hizo bandia, watu wanatafuta kila namna wafanane na Mungu aliye juu. Leo tunaona roboti zinatengenezwa, design za kuhakikisha mimba zinatungishwa kwenye maroboti. Kwa wanawake wamechoka kubeba mimba miezi 9. Mafundisho potofu. Unajengwa na daktari upendi, au mwanamke mwenzako anakujenga, kwani usubiri uchungu? Wewe nenda tu andika tarehe ya kupata kisu. Kwa tunakimbia neno linalosema mwanamke atazaa kwa uchungu, na wanaume wanakimbia neno linalosema mtatafuta kwa jasho. Leo imekuja kubeti kamari, na maandiko yanasema asiyefanya kazi na asili. Kwa leo maisha ya kubahatisha, bahati nasibu. Kazi, viungo vya mwili vifanye kitu, ili kwa jasho lako mtu utakula. Hata Yesu alitoka jasho la damu. Jasho la damu kwenye mwili, ili awapate watu wake, ili atimize kusudi la Mungu na kuokoa watu wake. Watu wako nje ya maagizo ya Mungu. Na hapa anasema, na kilele chake kifika mbinguni, tujifanyie jina, ili tusije kutawanyika usoni pa nchi yote. Ndio maana utaona kuna wanawake wana majina yao Yezebeli, anayejipamba kwa mapambo, wawe na jina lisifutike. Na ule mstari wa 5 anasema, Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu, majengano ya maneno. Umependeza. Yaani pale umemjenga, yani umemtia, yani niweze kusema kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa, kwamba umependeza kwa kucha bandia, na unaendelea kumjenga ili aendelee kupotea, ende mbali kabisa, mtu aone kabisa, kuweka kope. Yani ndio, yani huo ndio ubunifu, huo ndio maarufu, huo ndio utanashati, huo ndio muonekano huo. Lugha moja, mwanamke kujipamba. Lugha moja ambayo ni wachungaji wa injilisti wanaisema. Wamebeba jina la siri
uficho wa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Maana ukahaba ni yule kutokutulia na nywele za Kristo, kutokutulia na kope za Kristo. Kwa mnara umejengwa, watu wamefanya ukahaba, na wanaotengeneza kucha bandia wamenajisi mpaka taifa, nchi. Watu kujikuta tu wameingia ubia au wameingiza taifa lao kwenye uwekezaji wa vitu bandia. Huko ni kulinajisi taifa, kama ni Tanzania, kama ni Kenya, kama ni Uganda, mataifa ya Afrika, kwa kuiga mataifa yaliyoendelea. Lakini huo ni mnara, wakiwa na lugha moja. Twende na teknolojia, turahisishe mambo ili watu wasipate kuajiriwa. Mwishowe kuwe na nini? Mungu anapoona hayo, anashuka, anatawanyisha mataifa. Na hicho ndicho kinachoendelea. Watu wakitawanyika sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutimiza unabii pia wa Isaya, tafanya dunia kuwa tupu na kuwatawanya wakao ndani yake. Hata itakuwa kama ilivyo hali ya kuhani, ndivyo itakavyokuwa hali za watu wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali yake anunuaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake auzaye. Dunia itafanywa kuwa tupu kabisa. Mwenye masikio na asikie neno hili ambalo Roho anena na kanisa. Nitarudi tena kwa sehemu ya pili, kuonyesha jinsi ambavyo watu, kanisa lilivyojenga mnara wa Babeli wa machukizo ya nchi ya ufalme wa Mungu, kwa uovu, kwa udanganyifu. Na ndipo malaika akatokea akasema, umeanguka, umeanguka Babeli, uliyekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu mwenye machukizo. Hili halitakiwa kuwa ngome, jengo la Mungu, nyumba ya Mungu yenye kuhifadhi maneno ya Mungu, yenye kuhifadhi maelekezo ya Mungu. Lakini leo watu ndani ya mioyo yao wamemjaza Babeli, mnyama. Wana alama za mnyama 66 ambaye ni namba ambayo haijakamilishwa. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu alimkamilisha na akaona kuwa ni vyema. Hivyo geuka hivi sasa. Hali inayokuja duniani ni anguko kubwa kwenye mataifa na makanisa yaliyopotosha kweli ya neno la Mungu. Amen.